Mpenzi mtazamaji, popote pale unapoisikia ama unapotutazama, nataka nikukaribishe katika kipindi hiki. Naitwa mchungaji Ken Rono kutoka kanisa la UPEC. Nashukuru sana kwa ajili ya nafasi hii ya kipekee ambayo Bwana ameweza kunijalia na amekujalia pia nao, ili kwamba tukaweze kuhimizana jioni ya leo kwa ajili ya wema wa Bwana. Geuka nami kwenye kitabu cha Luka sura ya 19 mstari ni wa kwanza hadi mstari wa 10. Biblia inaniambia ya kwamba naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale alitazama juu akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka akashuka akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinong'onika wote wakisema, ameingia kukaa kwa nyumba ya mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia, Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa ila namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mpenzi mtazamaji, nataka nikuhimize kutokana na hadithi hii ambayo tumeweza kusikia, ufahamu ya kwamba Bwana alikuja akiwa na kusudi ya kuokoa ama kutafuta na kuokoa yule ambaye alikuwa amepotea, ambaye ni mimi na wewe. Nataka tuweze kujifunza mchana huu kuhusu hadithi hii ambayo Zakayo aliweza kukata kauli aliposikia ya kwamba Yesu anakuja katika mji wa Yeriko. Yeye hakujiona utajiri aliyokuwa nao, hakujiona cheo kuu aliyokuwa nayo, lakini kwa sababu alikidhamini sana kile ambacho Yesu alikuwa nacho, akaona ya kwamba ni mpaka nitafanya bidii iwezekanavyo nihakikishe ya kwamba nimeweza kumwona Yesu. Kwa hivyo ninataka nikufahamishe mpenzi mtazamaji ya kwamba Bwana anapokuja anapotembelea maisha yako, ni lazima kwanza ukue na hamu ndani ya maisha yako kama vile Zakayo aliyokuwa nayo. Zakayo alisema ya kwamba ni mpaka nimtazame, ni mpaka nimuone huyu Yesu, ni mpaka nijaribu kuona ya kwamba nimepata uhusiano ya moja kwa moja na yeye. Na ndiyo maana yeye hakuona yale yote ambayo yalikuwa yanatwajwa juu yake. Hakuona ya kwamba yeye ni mtoza ushuru, hakuona uhalifu wote ambao alikuwa amefanya, kwa sababu watoza ushuru walihesabiwa kama watu watenda dhambi, watu waovu, watu wabaya. Lakini akasema ya kwamba ninaenda kuchukua hatua nihakikishe ya kwamba nimeweza kufikia mahali ambapo Yesu yuko. Na katika njia hile yeye akafika mahala pale na akapata kwamba kulikuwa na umati mkuu kiasi kwamba ukimo chake akingemruhusu aweze kumwona Yesu. Lakini akasema kwamba haijatoshea hapa, lazima nitachukua hatua zaidi ya kuona ya kwamba nimeweza kumwona huyu Yesu. Na ndiyo maana yeye akaamua kupanda juu ya mkuyu. Hakuona utajiri. Mimi nikijaribu kuimagine Zakayo vile alikuwa kando na hiyo ufupi wake, alikuwa na mwili mzuri, alikuwa amejenga vizuri, alikuwa na kautambi hivi, lakini hakuona ile hali yake. Akasema kwamba ni mpaka nifanye bidii nihakikishe ya kwamba nimepanda huu mkuyu. Hata kama huu mkuyu unakaa namna gani, lakini nitafanya bidii nihakikishe ya kwamba nimeipanda. Na katika kupanda kule aliweza kuattract attention ya Yesu. Na Yesu akamwambia, Zakayo, shuka upesi. Mpenzi, nataka nikwambie ya kwamba kando na kwamba Kristo anajua yale yote ambayo unayapitia, ni lazima nawe uchukue hatua ya kuweza kumtafuta huyu Yesu. Kama vile Zakayo alivyomtafuta, hakuketi tu katika ofisi yake, hakuketi katika starehe yake, lakini alichukua hatua akasema kwamba ni lazima nimwendee huyu Yesu. Na baada ya hapo yeye akakuwa pia determined. Akasema hata kama watu watasema nini, hata kama nitachekelewa, hata kama nitadunishwa, lakini nitachukua hatua. Akapanda juu ya mkuyu. Na katika kupanda kule akaweza kuattract ile attention ya Yesu. Na Yesu akamwambia, basi shuka. Na yeye aliposhuka, yeye akaweza kuandamana na Yesu mpaka nyumbani mwake.
Ninafurahia sana hadithi ya huyo mtumishi, maana yeye hakuona ya kwamba kwa sababu mimi ni mtu mtenda dhambi sistahili kuweza kumpokea Yesu mlangoni mwangu. Akampeleka Yesu hata kwake, na kufikia kwake kuna mambo ambaye alienda akakiri kwa kinywa chake. Akasema, iwapo kuna mtu yeyote ambaye nilimnyang'anya mali yake, basi namrejeshea mara 4. Na iwapo kuna maskini miongoni mwetu, mimi nitagawa nusu ya mali yangu. Kumaanisha ya kwamba halikuwa tayari kupoteza chochote ambacho alikishikilia hapo awali, ili kwamba akaweze kumpendeza Yesu na kufanya vile Yesu alivyokuwa anahitaji. Na baada hapo Yesu akasema kwamba basi wokovu ninakupa. Kwa sababu ya hiyo wokovu umefika kwako. Mpenzi, ninajua ya kwamba labda katika hali yako kuna vile wewe umejiona yanakana kwamba haufai. Labda kuna mambo mengi ambayo umetenda katika maisha yako kiasi kwamba unaona haustahili hata mbele za watu. Labda ukitembea watu wanakuogopa kwa sababu ya tabia zako. Labda katika kutembea kwako unatengwa kwa ajili kuna vile mienendo yako haijakuwa ikiwiana na mitindo za watu. Ninataka nikuambie ya kwamba kama vile Bwana alivyoweza kuingia katika nyumba ya Zakayo, pia anaweza kuingia katika maisha yako. Bwana anataka aingie katika maisha yako ili kwamba akaweze kubadili hadithi yako. Kwa hivyo ametuambia vile vile katika kitabu cha Isaya 1:18 ya kwamba njoo tusemezane. Ametuambia kwamba ijapokuwa dhambi zetu ni nyekundu, ako tayari kuyasafisha yakawa meupe. Kwa hivyo nataka nikuambie mpenzi ya kwamba dhambi zako hazijakuwa nyekundu sana. Bado Bwana anataka kukupea nafasi. Bado Bwana anataka akurekebishe. Bado Bwana anataka akupe nafasi ya pili. Kwa hivyo ninataka ukaweze kujitolea mchana wa leo ama jioni hii ili kwamba Bwana aweze kuingia katika maisha yako. Fungua mlango katika moyo wako. Fungua mlango katika moyo wako na Bwana anaenda kushughulikia hali yako. Bwana anaenda kushughulikia hali yako. Wewe wacha kukata tamaa. Wacha kujiona kana kwamba ustahili tena. Usione kana kwamba watu fulani ndio wanaookolewa. Usione kana kwamba watu fulani ni wadhamana kuliko wewe. Ninataka nikuambie ya kwamba Bwana alikuja kwa makusudi ya watu kama wewe. Shetani ni mjanja. Shetani yeye alikuja akiwa na nia moja ya kuhakikisha ya kwamba ameiba, ameua na kuharibu. Lakini Yesu alikuja ili kwamba akafanya kinyume cha kile shetani alikusudia kufanya. Na ndio maana alikuja kutupa maisha, akatupa uzima, na ni uzima kwa utele. Kwa hivyo ninataka nikuhimize mpendwa ya kwamba katika hali yoyote ile mpokee Bwana tu katika maisha yako. Ametuambia ya kwamba yeye ni mwingi wa rehema. Ametuambia ya kwamba tunapomwendea katika kuvunjika kwa mioyo, tunapomwendea katika hali yoyote ile, tuwe tayari tu kumwendea kwa Kristo, tumwendee Kristo hata kama sisi tunajiona kana kwamba tufai. Ninataka nikwambia kwamba unapomwendea Bwana, Bwana ako tayari kubadili hali yako. Bwana ako tayari kugeuza hali yako. Bwana ako tayari kukushughulikia. Wewe tu chukua hatua ya imani ukaweze kumsongea Kristo. Labda unajiuliza nitamsongea namna gani? Wewe neno la Bwana limetuambia kwamba iwapo utakiri kwenye kinywa chako na kuamini ndani ya moyo wako, basi wokovu unakuwa wako. Haustahili kufanya sarakazi mingi, haustahili kupeleka sadaka nyingi, haustahili kwenda katika kanisa kubwa, lakini ninataka nikwambia kwamba wokovu ambao unapatikana kwa Kristo ni rahisi sana. Inahitaji tu ukiri kwa kinywa chako. Just confess with your mouth. Ukishakiri tu kwa kinywa chako na uamini ndani ya moyo wako, wokovu unakuwa sehemu yako. Na kuanzia hapo, tabia ambayo labda wewe umekuwa uking'ang'ana nayo kwa muda mrefu, na unajiuliza sasa, mtu kama mimi mwenye ninajulikana mimi ni mwizi, mimi ninajulikana kama msherati, mimi ambaye ninajulikana kwa tabia hii, mimi ni mtu ambaye nimetengwa katika kijiji kwa sababu ya tabia zangu, nitakuwa namna gani? Hebu jiulize mtu kama Paulo. Paulo alikuwa muuaji. Paulo alikuwa anafanya machukizo mengi, lakini alipokutana na Yesu akafanyika mtumishi mkuu wa kwa mataifa. Akaanza kuchapa injili. Hii injili ambayo sisi tunahubiri kwa leo ni kwa sababu kupitia kwa Paulo ambaye alikuwa muuaji, ambaye alikuwa na tabia ambayo ilikuwa inaogofya watu, lakini yeye leo aliandika mabarua 13 katika Biblia. Yule muuaji, wewe tabia yako ni mbaya kiasi gani? Kiasi kwamba Bwana hawezi kukubadili. Hakuna chochote kilichogumu kwake.
Unahitaji tu kuchukua hatua ya imani mpenzi, na ukaweza kumwambia Bwana, niko tayari. Bwana, kuanzia leo niko tayari kuongozwa na wewe. Usijiulize hata hii tabia nitaibadili namna gani. Unapompokea Kristo, Bwana atakubadili tu, atakuosha. Maji yalionayo yanaweza kutakaza kila aina ya laana, inaweza kutakaza kila aina ya dhambi. Kwa hivyo usijiulize utaanza namna gani. Ninataka tu wewe tu ukiri kwa kinywa chako, na Bwana anaenda kukushughulikia katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mpenzi, tumelisikia neno la Bwana kupitia kwa hadithi ya Zakayo. Zakayo hakujiona ya kwamba hakuwa anastahili. Hata kama watu wengi, wakiwepo Mafarisayo, wakiwepo watu waliokuwa wanajiona wakiwa bora sana, walianza kumkashifu Yesu. Wakamwambia Yesu, sasa hii ni maneno gani? Mbona wewe unaanza kukula na watu wenye dhambi? Mbona wewe unaanza kukula na watu ambao hawastahili? Nataka nikwambie ya kwamba huyo Zakayo, hakuona ya kwamba mimi nimedharauliwa. Hakuona ya kwamba mimi sistahili. Hakuona ya kwamba kwa sababu Yesu amesema, watu wamesema, basi mimi sistahili tena. Hapana. Yeye alikuwa tayari kwa kila gharama ambayo ilikuwa inahitajika. Alikuwa tayari kwa chochote ambacho ataitwa, hata kama hataitwa lolote lile, lakini mradi tu yeye amekutana na Yesu. Alipokutana na Yesu, hadithi yake ilibadilika. Damu ya Yesu ipitayo damu ya kondoo, ipitayo damu ile yote ambayo ilikuwa inafanyika katika Agano la Kale, inaweza kutakaza maovu yako yote. Inaweza kukuosha ukawa msafi, ukawa mtu ambaye anafaa katika wokovu na katika kazi ya Bwana. Bwana anatafuta mtu ambaye atafanya kazi, na ninaona ni wewe ndio unastahili ufanye hiyo kazi. Chunga kesho usije ukahukumiwa. Chunga kesho usije ukaingia kwenye hukumu ya milele, maana Kristo tayari amekuja kwa ajili yetu. Ametuambia kwenye kitabu cha Yohana 3:16 ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu alikupenda mimi na wewe, ili kwamba yeyote atakaye muamini basi akaweze kupata uzima wa milele. Bwana anatupenda zote. Na akatuambia kwenye mstari wa 17 ya kwamba yeyote atakayeamini ataokolewa, na yeyote ambaye utaamua ya kwamba hautaki, pia hukumu pia inakungojea. Lakini mbona uingie hukumuni kama bado kuna nafasi? Mbona ukubali kuangamia wakati kuna watu wengi wanaoleta ujumbe kwa ajili ya maisha yako? Mbona upitia hali ngumu hali kuna Bwana ambaye alikuja kukufa kwa ajili yako? Wewe jitolee. Wewe fanyia Mungu kazi. Wewe kiri leo, na Bwana anaenda kukuongoa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo labda kufikia hapo, kuna jambo ambalo unahisi ndani ya moyo wako ya kwamba umeshawishika na ungetaka kupeana maisha yako kwa Bwana. Mimi ninaenda kukupa nafasi hivi punde. Lakini nataka nikukumbushe hivi ya kwamba Bwana anatafutwa, na wanaomtafuta ndio watakaompata. Ya pili, ni lazima uvumilie kwa yote ambayo utakumbana nayo katika maisha hii ya wokovu, kwa sababu wokovu pia sio mkate na siagi. Ina gharama zake. Kwa hivyo wacha nikuambie mpenzi mtazamaji ya kwamba jitolee leo ukaweze kupeana maisha yako kwa Bwana, na wewe unaenda kukombolewa, wewe unaenda kuokolewa. Wacha tuamini tunapoenda kuomba. Mtakatifu Mungu wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya mpendwa mtazamaji huyu ambaye pia ameweza kufuatilia kipindi hiki. Kupitia kwa hadithi ya Zakayo ambaye uliweza kumpokea baada ya yeye kuamua na akachukua hatua ya imani kiasi cha kupanda juu ya mkuyu. Bwana, uliweza kuingia katika malango yake na ukaweza kubadili maisha yake kikamilifu. Mungu, ninaamini ya kwamba leo unaenda kumgeuza na kumbadilisha mpendwa huyu katika jina la Yesu Kristo. Geuza yeye na ukaweza kumbariki, maana tuomba kwa njia ya Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen.